Yasi, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi chetu hiki cha elimu na maarifa. Unajua kuwa kuna umri fulani katika maisha ya binadamu, na umri huo umeweza kuandikwa hata katika vitabu vya dini, lakini hata katika falsafa, siri za ulimwengu ama siri za kidunia. Umri huo umeweza kuandikwa, na umri huo sio mwingine bali ni umri wa miaka 33. Katika utaalamu wa namba, hii ni namba 33. Namba 33 katika umri wa mwanadamu ni namba 33, ambayo ni mwaka wa 33 toka mwanadamu huyo alipozaliwa. Namba hii 33 ama namba hii 33 katika maisha ya mwanadamu si namba ya kawaida. Inaitwa ni master number, hasa katika umri wa mtu wa miaka 33. Pia ndugu yangu, nikurejeshe nyuma uweze kuelewa ili uje uipate namba 33 vizuri. Elewa kuna namba inayoitwa 11. Namba 11 katika maisha ni namba ya 11, lakini katika umri wa mwanadamu ni mwaka wa 11 toka mwanadamu huyo alipozaliwa. Ni mwaka wa 11. Sasa namba hiyo 11 huwa ni mlango wa kiroho. Ni mlango wa kiroho namba hiyo 11, ambayo ni mwaka wa 11 wa mwanadamu toka alipozaliwa. Lakini pia kuna namba 22, yani namba 22, na katika umri wa mwanadamu toka kuzaliwa kwake ni mwaka wa 22. Hiyo ni namba ya ujenzi wa dunia. Unaweza ukajiuliza kwa nini ni namba 11 na ni namba 22? Namba 11 huwa ni mlango wa kiroho, na namba 22 yani mwaka wa 22 toka ulipozaliwa ni namba ya ujenzi wa dunia. Lakini pia kuna namba 33, yani namba 33, ambapo katika umri wa mwanadamu ni mwaka wa 33 toka kuzaliwa kwake. Hii ni namba ya kiwango cha hali ya juu zaidi, na tunaweza tukasema ni namba ya daraja la juu zaidi. Hii ni namba ya upendo usiokuwa wa kawaida, na mtu akifikia namba hii huanza kusaidia wengine pia, na anaweza kuwa na uwezo wa hali ya juu, na anaweza pia kuwafundisha ama kuwa ni mwanga bora kwa kuwasaidia wengine katika maisha ya hapa ulimwenguni. Ndani ya mwili wa kila mtu huwa kuna nguvu ya asili inayoitwa kundalini. Nguvu hii ya asili huwa inajitokeza tu mtu anapofikia umri wa miaka 33. Hii ni nguvu inayopatikana ndani ya mtu, ambapo kila mtu anapofikia umri wa miaka 33 huipata nguvu hii ya asili. Nguvu hii huonekana kama umbo la nyoka aliyelala kwenye uti wa mgongo. Nguvu hii ni nguvu ya asili ambayo inakuwa iko ndani ya mtu, ambapo ulimwengu ndipo unapoweza kujizilisha na kuingia katika hali yake ya nguvu za kiulimwengu kwa ajili ya kuweza kumsaidia mwanadamu katika mambo yake kuweza kuyakamilisha. Nguvu hii ikichochewa hupanda juu kupitia pingili za mgongo ama ngazi za mgongo hadi kufikia taji la kichwa. Ndugu yangu mfuatiliaji wa Mwanga One TV, kuwa makini kabisa uweze kunielewa, na najaribu kuzungumza taratibu nisiende haraka, ili mfuatiliaji wangu uweze kuelewa kile ninachokizungumza, na imani kitakusaidia sana katika maisha ya hapa ulimwenguni na kufanikisha mambo yako kwa hatua kubwa zaidi. Namba hii 33 huwa ni mwamsho wa kiroho. Idadi 33 huonekana zaidi katika maandiko ya kale. Unapofikia umri wa miaka 33, nguvu za kilimwengu huwa zinamwamsha mtu kuhusu nguvu za ndani, yani zilizomo ndani yake.
na hapo ndipo mtu anapotambua jambo la kusimama nalo maishani. Yaani yale yasiyofaa huweza kuyaacha na kufanya yale yanayofaa tu. Na ndipo malengo yake yanaenda kutimia kama tu mtu huyo anakuwa yuko tayari kutafuta kwa bidii. Lakini pia kipindi hiki huwa ndicho kipindi kingine ama kipindi kwa watu wengine ambapo huwa ni kipindi kigumu katika maisha yao, ambapo wanakumbana na changamoto mbalimbali ama matatizo mbalimbali katika maisha. Huwa ni kipindi kigumu sana. Na baadhi ya watu huweza kabisa kukata tamaa kwa kipindi hiki, hususan pale tu ambapo unakuwa na umri wa miaka 33. Wengi wao ama baadhi yao huweza kukata tamaa kabisa kutokana na changamoto wanazoweza kuzipitia. Ukiwa na umri wa miaka 33 haitakiwi kukata tamaa kabisa, kwa maana unachokipitia wewe ni kwa muda tu. Usipokata tamaa utafanikiwa. Ndio maana waliokaza mwendo wameweza kufanikiwa. Maana ndipo mafunuo yanakuja unapokuwa umetuliza akili yako vizuri. Ndio unajua kuwa unachotakiwa kufanya ni kipi, na ni kwa kipindi kipi unatakiwa kufanya. Kwa kipindi hiki wale wenye uhitaji wa ndoa ambao wameweza kutuliza akili zao, ndipo pale wao wanapoweza kufanikiwa na wanaweza kupata mtu sahihi kabisa maishani, kwa maana nguvu za kiulimwengu huwa juu yake. Na kwa kipindi hiki cha miaka 33 ambayo umetimiza au ambayo uko nayo mpaka sasa hivi, kwa wewe unayonifuatilia, miaka hiyo 33 unayo, unaweza ukaona mtu anakufuata ama watu wanakufuata wa kila aina. Wanaweza kawa kubwa kwako kiumri, ama ni wazee, ama wakati wanakuzidi umri, ama ni vijana wadogo unaowazidi. Wanakuwa kwa wingi sana, wanahitaji uweze kuwashauri. Na wanakuwa ni wengi mpaka mwenyewe unakuwa unajiuliza kwa nini wanakufuata mpaka watu wakubwa, mpaka watu wazima wanaokuzidi mbali umri. Wengine wanaweza kukuzaa kabisa, lakini wanahitaji uweze kuwashauri. Hii ni kutokana na nguvu iliyomo ndani yako kupitia namba hiyo 33, ambapo ni mwaka wa 33 toka kuzaliwa kwako. Na pia unaweza kujikuta tu wewe mwenyewe unawasaidia watu wengine pia, hata bila ya wao kukuomba ama kuhitaji msaada, ila kwa kuona kwako ukaamua kuwasaidia watu hao ambao wana uhitaji wa msaada kutoka kwako. Lakini pia kama ndipo utakuwa umebahatika kwa mara ya kwanza kupata ajira yako ya kazi ama katika kikundi, unaweza ukajikuta umepata cheo cha juu sana ambacho hata haukutarajia kupata, na hadi ambao umewakuta kazini wakawa wanakuonea wivu juu ya cheo hicho ulichokipokea. Na ikiwa wewe ndio mara yako ya kwanza unafika pale ofisini, si kwamba labda elimu yako ni kubwa sana kuwazidi wao. Hapana, elimu yako sio kubwa kuwazidi wao, lakini kutokana kwamba ni mlango wako umeamua kufunguka na umeamua kufanya uchaguzi na kusikia moyo wako unachokisema ndani, ndicho kinachoenda kutokea kwako ikiwa ni mwaka wako wa 33 toka kuzaliwa kwako. Namba hii 33 nimekwambia ni namba ambayo ni master namba, ni namba ya daraja kubwa zaidi. Kama nilivyokuambia, utashangaa unakuwa kiongozi bila mwenyewe kutegemea. Na kama utakuwa ni kwenye kikundi unaingia ni kwa mara ya kwanza na tayari uongozi wa kikundi upo, unaweza ukashangaa ukaona wale viongozi mmoja wapo akawa ameinguliwa na kuingizwa wewe mwenyewe kuwa kiongozi, na kubaki kuwa na shangaa kwamba kwa nini wewe umekuwa kiongozi na ni kwa mara ya kwanza unaingia kundini. Kutokana na neno ambalo umeweza kuliongea ama kuitamka pale kundini, litaonekana neno lako hilo tamka ni neno lenye nguvu na ni neno ambalo ni muono mkubwa zaidi wa yale ambayo wao wamekuwa kiazungumza ama kujadili. Sasa hiyo itakufanya zaidi wewe uzidi kuonekana kuwa ni mkubwa zaidi, au ni mtu ambaye una ufunuo mkubwa zaidi. Hiyo ni kutokana na namba hiyo 33. Katika umri ni mwaka wa 33 wa kuzaliwa. Napozungumza mwaka wa 33 wa kuzaliwa, nina maana ya kwamba toka umezaliwa ndipo umetimiza miaka 33.
Kwa wajasiriamali wote, wale ambao wanahitaji mafanikio na wanaohitaji kumiliki viwanda, kwa sasa jipatie kitabu cha ujasiriamali na mafanikio. Kitabu hiki kina masomo zaidi ya 14 na namna mbalimbali juu ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani. Jipatie kitabu hiki sasa. Masomo yaliyomo mojawapo ni utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani, ikiwemo sabuni za miche, sabuni za vipande, pamoja na chaki na masomo mengine mbalimbali. Wasiliana nasi kwa WhatsApp namba ili uweze kujipatia kitabu hiki ambayo ni 0768852151. Wasiliana nasi sasa. Elewa kwamba mambo haya huwa hayaji kwa bahati nasibu. Mtu anapofikia umri wa miaka 33, mambo haya huja kuamsha kiroho ama huja na uamsho wa kiroho. Tunapozungumzia kuhusu masuala ya kiulimwengu, nitakiwa cha kwanza uwe na imani juu ya kile unachokusudia kukifanya ama kukipokea. Kama hauna imani ni kazi bure. Tambua, hata Yesu alipofikia miaka 33, alifikia kusudi lake kuu lililomfanya kuwepo katika ulimwengu. Lakini hata katika falsafa za mashariki, unapofikia miaka 33 unakuwa umefikia mwangaza wa kiroho zaidi wa hali ya juu. Hata kwa Freemason, kama nilivyoweza kuzungumza hapo mwanzo, kwa Freemason ngazi ya juu zaidi ya heshima huitwa ni degree ya 33. Kwa hiyo namba 33 sio namba ya mchezo, ni namba kubwa yenye uwezo mkubwa zaidi wa hali ya juu. Hivyo elewa kwamba namba hii 33 ina maana kubwa, kwani ni mlango wa siri wa kiroho. Elewa kuwa unapokuwa una miaka 33 ndipo mtu huzaliwa upya kiulimwengu, katika nguvu za kiulimwengu ndani ya roho. Yaani uamsho mpya huja kwa mwanadamu, na anatakiwa kutenda mambo yaliyo mazuri na kutia bidii katika majukumu yake mwenyewe ili kutimiza ndoto zake mwenyewe. Ukiwa na umri wa miaka 33 ama namba 33 juu ya maisha ya mwanadamu, unaweza ukajiuliza kwamba mbona wewe mpaka sasa hivi umeshavuka umri wa miaka 33 lakini bado? Hiyo inawezekana ni kutokana na changamoto ambazo uliweza kuzipitia kwa kipindi hicho ambacho kilikufanya kujisaulisha ama kutokujua chochote kwamba ni kipi ambacho unaweza kukifanya ndani ya miaka 33. Ila kwa sababu umeweza kusikia na kutazama video hii, jipe nguvu, jipe moyo, jipe ujasiri, endelea kupambana. Muda si mrefu utafanikiwa kwa kipindi hiki ambacho uko nacho. Miaka 33 ni miaka ambayo ni miaka yenye nguvu kiroho, uamsho upya. Katika ulimwengu mtu huzaliwa mara ya pili anapokuwa na umri wa miaka 33. Na ndio maana tunaiona namba 33 ni namba yenye nguvu. Ni namba ambayo ni siri, ni namba ambayo ni password ya siri katika maisha ya mwanadamu anapokuwa amefikia umri wa miaka 33. Unapokuwa na miaka 33, hapa ndo mtu anajua maisha anayotakiwa kuyaishi, kama maisha anayoyaishi ni yake ama maisha anayoyaishi sio yake. Mtu anaanza kuamka kiroho juu ya imani yake mwenyewe. Ndipo mtu anaweza kuanza kutazama juu ya misingi iliyoweza kujengwa kiimani, yani kidini, kwamba alipokuwa kiamini dini hiyo ambayo anasali kupitia dini hiyo ambayo amekuwa kiamini iko sahihi ama haiko sahihi. Na unaweza kashangaa mwaka wa 33 toka kuzaliwa kwake ndipo mtu huyo akaamua kubadilisha dini na kuanza kujijenga upya. Maana mtu anaweza kuona muonekano mpya kiroho akiwa na miaka 33. Miaka 33 hujenga upya maisha yako ama hujenga upya maisha yake mwenyewe, mtu ambaye ana umri wa miaka 33. Unapokuwa una miaka hii ndipo una uwezo wa kuweza kuchuja marafiki zako na kujua ni marafiki wapi wa kweli na ni wapi marafiki wasio wa kweli. Japo changamoto zinaweza kutokea, na changamoto tunaweza kusema hazikosi, zinakuwepo,
Zingatia tu kuwa na imani bila kukata tamaa katika kila uamuzi unaoamua kuufanya. Uamuzi ambao unataka kuufanya, ufanye uamuzi ulio mzuri. Na uamuzi ulioko mzuri ni uamuzi ulioko mbele yako. Sikiliza nafsi yako. Nguvu za kiulimwengu hujitokeza zaidi ukiwa na umri wa miaka 33. Na inawezekana ukaanzisha marafiki wapya, na wale wa mwanzo ukaamua kuachana nao. Ukiulizwa kwamba kwa nini umeweza kuachana nao, unaweza ukawa una sababu kwa nini umeweza kuachana nao na kuanza marafiki wapya, ama kuwa na marafiki wapya. Na marafiki wapya unaokuwa nao, ndipo pale unapokuwa unachukua uamuzi mzuri juu ya kuchagua marafiki. Katika mwanzo mpya, ukitaka kuamini kwa mtu aliye na umri wa miaka 33, hiki ninachokwambia: jaribu kumuuliza mtu ambaye ana umri zaidi ya miaka 33 au aliye na miaka 33 kabisa. Hapa usijiulize mwenyewe, bali uliza mtu ambaye ana umri zaidi ya miaka 33 au ambaye ana miaka 33 kabisa. Atakachokujibu amini, kwa sababu ipo nguvu iliyomo na iliyo imara kabisa. Ukitumia vizuri, utafanikiwa unachokitaka juu ya nguvu iliyomo ndani yako. Kwa miaka 33, nguvu za kiulimwengu huja kwa mtu kumwamsha kiroho. Inawezekana una umri huo wa miaka 33, lakini bado hujafanikiwa. Hapa cha msingi haitakiwi kukata tamaa. Endelea kupambana huku ukifanya spell zote za fedha ili uweze kufanikiwa. Nimekwisha kufundisha spell nyingi sana za fedha. Jaribu kufanya spell hizo kadiri uwezavyo ili uweze kufanikiwa. Mara nyingi mtu anapokuwa na umri wa miaka 33 ndipo roho yake huwa na maamuzi makubwa. Maana universe inakuwa inaonyesha njia nzuri. Kwa mfano, mtu anaweza kutaka kufanya jambo fulani, ama ameambiwa aende sehemu fulani, ama afanye maamuzi juu ya jambo fulani, lakini anadai kwamba naambiwa kufanya jambo fulani lakini roho yangu inakataa kabisa. Nimeambiwa niende sehemu fulani lakini moyo wangu unakataa kabisa. Hiyo ni kutokana na nguvu iliyomo ndani yake. Hiyo ni nguvu ya kiroho. Maana yake kwamba mtu amekwisha kuzaliwa upya ndani ya miaka 33. Kumbuka namba 33 ama namba 33 au mwaka wa 33 toka umezaliwa ni mwaka wenye nguvu kubwa. Ni mwaka ambao tunasema ni namba iliyo master zaidi ya namba zote. Kwa hiyo ni namba yenye nguvu kubwa, na ndipo mwamsho wako wa kiroho unapokuwa umeamka. Maana yake kwamba mtu anaanza kufanya mambo kwa kiroho zaidi kuliko katika macho ya kawaida ya nyama. Kwa hiyo anatumia kiroho zaidi, kwa sababu roho ndipo inatazama mbali zaidi ya mingine yoyote. Kwa hiyo mtu anafanya mambo kwa kiroho zaidi. Kwa umri wa miaka 33, jifunze kujitegemea mwenyewe bila kutegemea mtu mwingine. Unapokuwa unajitegemea mwenyewe, hakikisha unafanya maamuzi yako mwenyewe bila kusubiria kuweza kuamriwa na mtu mwingine. Utakapokuwa na miaka 33 ukawa unafanya maamuzi kwa kuweza kuamriwa na watu wengine, maana yake wewe pale uliweza kukata tamaa ukiwa na umri wa miaka 33 kutokana na changamoto ambazo ziliweza kukufika. Lakini kama utaweza kufanya mwenyewe maamuzi yako ukiwa na umri wa miaka 33, ukaanza kufanya maamuzi yako mwenyewe kwa kujitegemea, maana yake kwamba wewe basi umeweza kukua kiroho bila kumtegemea mtu mwingine. Utakuwa umekuwa kiroho na maamuzi yako yatakuwa ni maamuzi yenye nguvu. Maana roho yako sasa inaanza kuamua. Unaanza kuamua mwenyewe, maana roho yako imeweza kuzaliwa upya. Ukiwa na umri wa miaka 33, jitegemee mwenyewe. Jitenge na mabaya yote ili kuzidi kuwa imara zaidi. Jiangalia wewe mwenyewe, nafsi yako. Kila tukio kwako ni daraja, na kila tukio
ni mlango wako wa mafanikio. Ukielewa namna ya kuweza kutumia nguvu iliyoko ndani yako kwenye umri huo au namba hiyo, basi elewa kwamba wewe hakuna kitakachoweza kushindikana kwako, na mambo yako yote yatafanikiwa, na utafanikisha kila ambacho unachokihitaji, au kila uhitaji lako litaweza kufanikiwa. Nguvu hiyo iliyomo ndani yako ni nguvu ambayo inakufanya uweze kufaulu maishani. Usije ukamdharau mtu. Yaani jambo la kuzingatia kabisa, hakikisha usije ukamdharau mtu wala kujidharau wewe mwenyewe. Hapa nitakupatia mambo matatu kama unahitaji uweze kufanikiwa. Na haya nimekuwa nikiyasema mara kwa mara. Ambao wamekuwa wakitekeleza, wamekuwa wakirudisha, na wengine wamekuwa wakinipigia simu kabisa, wengine wananitumia SMS za kawaida, na wengine wamekuwa wakiniandikia SMS kwa njia ya WhatsApp. Ukitaka kufanikiwa, cha kwanza, ili kufanikiwa, amini nguvu zilizomo ndani yako. Pili, ili kufanikiwa, amini nguvu za ulimwengu. Na tatu, ili kufanikiwa, amini utafanikiwa. Unaweza kuandika hapo chini kwenye comment yako ambacho unahitaji nguvu za kiulimwengu ziweze kutendea, nazo zitakutendea. Lakini pia nikusihi, kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea channel hii, hakikisha unaweza kusubscribe kisha unaruhusu alama kengele ili kila tunapoka taarifa zetu uweze kuzipata kirahisi zaidi. Jina langu ni Cassius Mwanga. Usikose kutufuatilia katika vipindi vyetu vijavyo.